بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، bado tunaendelea na mada mlango wa 57 katika Riyadhus Salihin. Anwani kama alivyochagua Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu al-qana'a wal-'afaf wal-iqtisad fi al-ma'isha wal-infaq wa dhammi su'al min ghairi darura. Mlango ambao unazunguka katika swala na mada muhimu kama tulivyotanguliza katika majalis za hadith zilizopita, kuhusiana na swala la Muislamu kuepukana na tabia ya kuomba na kushikana na tabia ya kukinai na tabia ya kujizuia na masala au na mambo ya kuingia katika kuomba, hasa ikiwa hakuna dharura au hakuna haja ya kuomba. Kadhalika kushikamana Muislamu na iktisad katika maisha, yani kushikamana na maisha ya wastani, maisha ambayo yanamwezesha Muislamu kuishi bila taklif, bila ya tabu na bila ya mambo mazito ambayo yanaweza kumlemea katika maisha yake ya dunia, maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia kuwa ni njia ya kupita kwa Muislamu, wala sio makusudio ya Muislamu kuishi maisha hayo kwamba yawe ndio malengo ya Muislamu ameyakusudia. Maisha haya ya dunia Allah azza wa jalla ameyajalia ni barabara, ameyajalia ni mapito, amejalia dunia hii Allah jalla jalalu ni sehemu ya mavuno na sehemu ya amal. Tunapita kuvuna na kufanya amal ambayo tutakwenda kuikuta yauma alqiyama. Kwa hiyo ni daru mamar, nyumba ya kupita ambayo ndani yake Muislamu anaishi abir sabil, au anaishi kama gharib, au anaishi kama dhaif, kwa ajili ya mafundisho haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nukta ambazo tumezitaja katika mlango huu, nukta ya kwanza ni alhath ala alqana'a. Mtume alayhi salatu wasalam katika mlango huu ametuhimiza sana Waislamu tushikamane na kukinai, kwa sababu kukinai ni ufunguo wa Muislamu ambao unamwezesha kuishi maisha haya ya duniani kwa amani, kwa utulivu, kwa utaratibu na bila ya kuwa na taklifu na kulemewa na mambo mazito ya kidunia. Kwa sababu Muislamu anapokinai kile ambacho Allah azza wa jalla alichomjalia katika riziki na katika mambo aliyomfungulia nayo katika dunia hii, daiman wa abadan Muislamu huyo ataishi katika amani na utulivu wa akili na utulivu wa roho. Hakuna jambo ambalo litakuwa linamkera, atakuwa katika utulivu wa akili na roho, wala nafsi yake haitakuwa saa zote inambabaisha kuangalia hali za wengine. Labda wengine wamepewa hivi na wengine wamepewa mali zaidi, wengine Allah azza wa jalla amewafungulia katika riziki, mbona mimi sikupewa? Lakini Muislamu ambaye ameshikamana na haya mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam hatopata tabu hiyo, ataishi katika utulivu na amani na tumanina na umakini, akijua kwamba sehemu ile ambayo Allah azza wa jalla alimjalia nayo katika dunia hii ndio ile ambayo amemwandikia, wala hana haja ya kujisumbua na kujipa tabu kufika kule ambako Allah azza wa jalla hakumwezesha kufika. Anatekeleza kiasi cha amali ambayo Allah azza wa jalla amemjalia na kupata riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia bila ya taklif au paka kufika katika kufanya mambo ya haram ili kuweza kufika kule walikofika wengine ambao Allah azza wa jalla amewafungulia. Nukta ya pili kadhalika katika mlango huu ni nukta inayozunguka katika mada ya alkhairiyya, khairiyyat alyadi alulya ala alyadi sufla, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam katika mafundisho haya amehimiza sana ya kwamba mkono ulio juu ni bora zaidi kuliko mkono ulio chini. Kwa hiyo mkono ulio juu ambao ni alyad alulya ulifasiriwa katika hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, hii alyad almunfiqa, ni ule mkono utoao. Mkono utoao saa zote ndio mkono ulio na daraja, ulio na manzila na cheo na utukufu na ubora mbele Allah subhanahu jalla jalalu,
na hii inamuhimiza Muislamu kwamba badala ya kuwa saa zote yupo katika mkono wa chini, angalau na yeye pia ajibidiishe ili kufikia katika daraja hii ya kuwa na mkono wa juu. Mkono wa juu ni mkono unaotoa, hata kama ni kidogo, basi angalau Muislamu afanye bidii na yeye aingie katika fungu la al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla. Haya kadhalika tuliyazungumza katika majlis iliyopita. Leo bimashiati Allah ta'ala tunazungumzia nukta ya tatu katika mlango huu kadhalika, na nukta ya tatu inazungumza kuhusu at-tarhib min as-su'al. Katika kule Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuhimiza kuwa na iktisad katika maisha yetu, kuwa na kutosheka katika maisha na kukinai kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitupa. Miongoni mwa njia ambazo alizihimiza Mtume alayhi salatu wasalam kufanya hivyo ni kupitia kwa at-tarhib min as-su'al. Na maana ya at-tarhib min as-su'al ni kuwa Mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alayhi katika hadithi kadhaa tutakazozisoma insha Allah taala ameweka mafundisho yake ya kwamba ametoa vitisho kwa Muislamu kuhusiana na swala la kuomba. Kwa hiyo tabia ya kuomba ni tabia ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ameitishia, yani ameitolea vitisho kwa sababu ya kumtia Muislamu hofu. Muislamu awe na hofu wakati tabia hii lao itampelekea Muislamu afikirie kujaribu kuifanya, basi akumbuke mafundisho haya ya Mtume alayhi salatu wasalam ili aweze kurudi nyuma. Na haya ameyataja Mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alayhi ili afike katika yale malengo ya Uislamu. Na malengo ya Uislamu ni qanaa, malengo ya Uislamu ni afaf, kujizuia, na malengo ya Uislamu ni Muislamu kutotaka kuwa na mambo makubwa katika dunia hii, kama ilivyotangulia katika mlango uliopita. Tuna hadithi tatu ambazo zinazungumzia nukta hii tuliyoitaja, inayotaja ndani yake vitisho vya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale wanaoomba. Na waliokusudiwa kwa wanaoomba katika hadithi hizi wote ni wale wanaoomba bila dharura, wanaoomba bila ya haja. Wanaomba kwa nini ikiwa hawana dharura wala hawana haja? Ataeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaomba takathuran kama itakavyokuja kwenye hadithi. Kwa hadithi ya kwanza ni hadithi ya 9, hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm. Muttafaqun alayhi. Hii ni hadithi ya kwanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ametokea kitisho kikali kuhusiana na tabia ya kuomba bila ya sababu, bila ya haja na bila ya dharura. Kuna watu wengine na Waislamu wengine kuomba kwao ni tabia, kwao ni jambo amelizoea. Kwa hiyo hadithi kama hizi ndizo alizokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu walio na tabia kama hii. Asema Mtume wetu alayhi salatu wasalam, la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala. Halitowacha swala la kuomba kuwa linaendelea katika maisha ya mmoja wenu, awe yuomba na yuomba na yuomba mpaka afe akiwa katika hali hiyo. Siku ya kufa, akiwa amekufa katika hali hiyo, anakwenda kukutana na Mola wake siku ya kiyama. Muislamu aliye na tabia hiyo, hali ya kuwa siku akifufuliwa kwenda kukutana na Mola wake, atafufuliwa hali ya kuwa katika uso wake hakuna kipande cha nyama kilichobakia. Ni uso ambao utakuwa ni mifupa peke yake, hakuna kipande cha nyama katika uso wake. Kwa lugha nyingine sahali, uso wa skeleton, uso kuwa na nyama. Wale watakaofufuliwa katika hali hii siku ya kiyama kwenda kukutana na Mola wao na nyuso kama hizi siku ya kiyama, itakuwa ni ishara ya kwamba hawa ni watu waliokuwa waombaji mno duniani, waliokuwa wakiomba na wakiomba na wakiomba bila sababu, bila haja, bila dharura yote. Hiki ndicho kitisho cha kwanza. Kwa hivyo ole wao
wale walio na tabia kama hii, tabia ambayo imetolewa kitishio kikali cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na haya si maneno yanayozungumzwa tu, bali ni iqab. Haya ni malipo watakao kwenda kuyakuta siku ya kiyama. Na kuna mnasaba baina ya hii ukuba na baina ya kile alichokifanya huyu aliyetaja kwenye hadithi hii, kama tutakavyoeleza tukimaliza hizi hadithi. Hadithi ya pili kadhalika ni hadithi ya 11 ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sawia na hadithi 532. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. kitisho cha pili cha Mtume صلى الله عليه وسلم kwa wenye kuomba ni hadithi ya Abu Hurairah. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuomba watu, masala nas, yule mwenye kuomba watu takathuran. Hii ni moja katika sababu ambayo hairuhusiwi Kiislamu katika kuomba. Yule mwenye kuomba watu kwa ajili tu ya kuongeza mali, kwa ajili tu ya kukithirisha mali yake na kuifanya mali yake kuwa nyingi. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu ambazo zinafanya tabia ya kuomba kuwa ni tabia mbovu katika Uislamu, tabia madhmum, tabia ambayo imewekewa ukuba na imewekewa tarhib katika Uislamu, na yaum al-qiyama kuna malipo yake. Nayo ni kule yule kwamba yule mwenye kuomba hana sababu maalum nzito inayofanya aombe, wala hana haja wala hana dharura, bali kuomba kwake ni tu ataka kuongeza hisabu ya pesa. Aomba aenda kurundika mali, aomba arundike, ili na yeye pia afikie katika utajiri kupitia kwa kuomba. Kwa hiyo hii kadhalika ni tabia ambayo inafanya kuomba kuwa ni madhmum, bali ni muharram, ni tabia ambayo ni haram katika Uislamu. Na ushahidi na dalili ya uharamu wake ni hizi hadithi, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ameziwekea ukuba. Tabia au jambo ambalo limewekewa ukuba katika Uislamu, hukumu yake ni muharram moja kwa moja, kwa sababu jambo haliwezi kuwekewa ukuba, adhabu, wakati ni makruh peke yake au wakati ni mubah, haiwezekani. Jambo linawekewa adhabu, linawekewa iqab katika Uislamu kwa sababu jambo hilo ni haram, kama ilivyo katika qaida za usul. Kwa hiyo atema Mtume alayhi salatu wasalam, yule mwenye kuomba watu kwa ajili ya kukithirisha mali, fa inna ma yasalu jamran, basi ajue kwamba mtu huyo kila anachokiomba kwa kuongezea kwenye mali yake, aomba kila anachokiomba huwa yuaomba kala moto, kila anapoongeza yuongeza kala moto. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam ampa khiari mtu huyo, amwambia falyastaqil au liyastakthir. Na hii kadhalika katika lugha ya balagha ni tahdid, kwa maana ya kwamba basi akitaka aombe kwa wingi au aombe kidogo, lakini matokeo ni yale yale na malipo ni yale yale, kwamba yuachukua makaa ya moto. Kila anapoomba takathura kwa ajili tu ya kuongeza mali, anachopokea na anachokichukua anachukua kala moto, anayempa yuampa kala moto. Kwa hivyo yeye warundika makaa ya moto ambayo yatakwenda kumchoma nayo yauma alqiyama. Asema salawatullahi wasalamu alayhi, falyastaqil au liyastakthir, basi achukue makaa ya moto kidogo au achukue makaa ya moto ni mengi, hiyo ni khiari yake, yote atakwenda kuadhibiwa nayo yauma alqiyama tahdidan. Hadithi ya tatu kadhalika ambayo ni hadithi inayofuata ya 12 sawia na hadithi ya 533, hadithi ya Samura bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innal mas'alata kaddun. Sasa hii hadithi inatupa mafungamano na ile ukuba tuliyoitaja katika hadithi ya Ibn Umar. Sasa hivi mtaona alaka ya kwamba mbona uso wa mwenye kuomba ende akafufuliwa yaum alqiyama hakuna kipande cha nyama kwenye uso wake. Kuna alaka gani baina ya adhabu hii na kuomba? Alaka ipo katika sehemu ya hii hadithi ambayo ni hadithi ya Samura bin Jundub. Asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innal mas'alata kaddun
yakuddu biha ar-rajulu wajha illa an yas'ala ar-rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih. Asema mtume wetu alayhi salatu wasalam, tabia ya kuomba ni tabu, ni shida, ni mashaka, ni mchosho ambao mwenye kuomba yuwaichokesha uso wake, ni tabu ambayo yuwaipa uso wake mwenye kuomba. Yakuddu biha ar-rajulu wajha. Kaifa dhalik? Katika maelezo ya wanazuoni na ulamau at-tarbiya, wanazuoni wa tarbia nzuri ambazo tunahimizwa waislamu kuwa nazo na tarbia ambazo waislamu tunahimizwa tusiwe nazo katika masaili ya tarbia, wanazuoni watuambia kwamba yule mwenye kuomba anapoomba, inma yabdhulu fi mas'alatihi maa wajhi. Mwenye kuomba pindi anapokuwa yuomba huwa yuachukua maji ya uso wake yuayamimina kwa yule mwenye kumwomba. Hii lugha ya balagha, na maana ya ibara hii ni kwamba yuachukua utukufu wa uso wake, heshima ya uso wake, sharafu iliyoko kwenye uso wake na manzila yake, yuaiangusha mbele ya yule mwenye kumwomba. Na haya yameshikamana na ile qaida kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, principle nzito katika masala haya, al-yadul ulya khairun min al-yadi asfala. Kwa hiyo mwenye kuomba ameshusha hadhi ya uso wake. Kwa hiyo kila anapoomba basi yuauchokesha ule uso wake. Yakuddu biha ar-rajul wajha, kad ni tabu yuaipa uso wake. Sasa anakwenda hivyo mpaka inafika wakati ule uso unakuwa hauna tena sharafu, min kathrati suali, kutokamana na kule kuomba kwake kwa wingi, mpaka inakuwa sharaf hana tena, heshima hana tena. Ile heshima iliyoko kwenye uso, kila mmoja katika uso wake huwa ana heshima yake fulani, ana haiba yake fulani, ana manzila yake fulani. Sasa yule muombaji kadiri ambapo anapoongeza kule ile tabia ya kuomba, anaishusha hadhi ya uso wake. Ndipo pale yule muombaji mno na yule aliye na tabia mno ya kuomba, watu watakapokuwa washamtambua na wamechoka naye, basi akishakuwa yotokea pahali, jamaa wote waliokaa pale huambizana, fulani yule iwaja ankuja kuomba. Heshima yake ishaanguka na yujulikana baina nas, baina ya watu, annahu shahat, yani muombaji sana. Hii ni lugha ya Kiarabu ya kawaida, lakini lugha ya fusha ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sail min man yukthir fi sual, wale wanaoomba kwa wingi. Kwa hiyo mpaka heshima ya uso wake inaanguka, inakuwa hana tena heshima kwenye uso wake, hana sharaf, hana manzila, kwa sababu ule uso ameuchokesha kwa kuomba. Yakuddu biha ar-rajul wajha. Asema alayhi salatu wasalam katika hukumu hii, hukumu ya kwamba unapoomba unavunja heshima ya uso wako, unavunja sharafi ya uso, ni sawia na yule anayeuchokesha uso wake akavua watu aina mbili ambao wakiomba basi tabu hii haiwafikii. Mtu wa kwanza akasema alayhi salatu wasalam, illa an yas'ala ar-rajulu sultanan, isipokuwa ikiwa mtu amekwenda kuomba kwa kiongozi, kwa mfalme, kwa hakim mas'ul. Kwa sababu anakwenda kwa sultan, anakwenda kwa hakim katika mazingira ya Kiislamu, huwa anakwenda kuomba kuchukua haki yake katika baiti mali almuslimin. Haombi kwamba apewe katika mfuko wa yule mfalme, atukue pesa zake binafsi ampe, au kutokee mtu aseme sisi tumemfadhili fulani kwa ajili ya pesa zetu tumempa. La, hii ni haki ya Waislamu ambayo huwa imehifadhiwa katika baiti mali almuslimin. Zamani kulipokuwa kuna baiti mali almuslimin katika utawala wa Kiislamu na katika khilafa, ilikuwa baiti mali almuslimina ile inakava
mahitaji ya Waislamu, yule anayeomba na asiyeomba. Hata ambaye asiombi lakini anajulikana kwamba ni moja katika Waislamu wanaohitaji, iliko fungu lake, na yule aombaye pia fungu lake liko. Akiona kwamba fungu lake amechelewa kulipokea, anayo haki kwenda kwa sultan akamwambia, mimi ni mhitaji, nipe katika amali ya Waislamu. Mtu wa pili kadhalik, au fi amrin la budda minhu, au mwenye kuomba katika jambo ambalo halina budi. Hii kadhalik ni hali ambayo ameivua Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa hali za uombaji ambao umekatazwa katika Uislamu, umekemewa katika Uislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameushutumu vikali. Hali hii ya pili ni kwa Muislamu yuomba katika jambo ambalo halina budi. Kuna hali ngumu ambayo imemkabili Muislamu, labda hali ya matibabu. Kuna mgonjwa wao katika hospitali, hali yake imekuwa ngumu, anahitaji matibabu ya muhimu na dharura ili afya yake irudi, ili siha yake irudi. Lakini mgonjwa yule kutokana na dhurufu za kimaisha, kulingana na hali ambayo Allah azza wa jalla amemjalia nayo, matibabu yale hayawezi. Kwa hiyo akaamua kuwaomba Waislamu, jamani, naomba mnisaidie katika jambo hili, na ni jambo muhimu la maisha. Hili ni jambo ambalo linaingia katika la budda minhu. Mwenye kuomba kwa ajili hii haingii katika makatazo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hafikiwi na vitisho hivi ambavyo amevitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo hahusiki, maana yeye ameomba kwa jambo ambalo lina maana, jambo ambalo lina dharura, jambo ambalo ni mahitaji makubwa ya maisha. Siha ni mahitaji makubwa ya maisha, afya ni mahitaji makubwa ya maisha. Kwa hiyo hakuna ubaya wote Muislamu kutoka kuambia Waislamu aandike maombi, medical appeal, maombi ya msaada ya kiafya, jamani munisaidie hapa, munisaidie pale, ili aweze kusaidika. Idhan ma huwa almanhi anhu, ma huwa almadhmum, ma huwa alladhi waqa'a fihi tarhib? Ni jambo lipi ambalo amelitishia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ametishia mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alayhi katika hadith kule kuomba takathuran, bila sababu, bila ya haja yoyote. Hii ni hali ya kwanza. Hali nyingine kadhalik wanahitaja wanazuoni ambayo ndani yake kuomba inakuwa madhmum, ni kinyume cha hii hadith. Tukisoma hii hadith ambayo ndani yake asema alayhi salatu wasalam, fi amri la budda minhu, kinyume chake ni kwamba unaomba katika jambo ambalo si la dharura wala si la muhimu, sio la haja kubwa, ni tu labda malengo ambayo sio muhimu ya kimaisha. Kadhalika maombi ya sampuli hii pia hayafai katika Uislamu. Tupige mfano, familia ya Muislamu imejaliwa, familia hiyo, kwamba kuna binti hapo amekuja kupata kheri yake ya kuolewa. Posa imekubaliwa na maandalizi yakawekwa na yakapangwa ili harusi kusimama. Ilivyo kiasli ni kwamba familia kama hii ya Waislamu wanatakiwa waangalie sisi uwezo wetu wa kutekeleza sherehe hii ya harusi ni kiwango gani. Sisi tunaweza kiwango hichi kutekeleza, tunaweza kutekeleza hapa, tunaweza kufanya hivi, tunaweza kufanya hivi. Kwa hiyo kile kiwango ambacho Allah azza wa jalla amewawezesha ndicho kiwango ambacho wanatakiwa kutekeleza harusi. Isifikie kwa Waislamu kama inavyowatokea baadhi ya familia zingine za Waislamu, ya kwamba hali yao ya kimaisha ipo chini, lakini pakatokea watu ndani ya ile familia kwamba na sisi lazima harusi yetu iwe kama harusi ya kina fulani, na sisi harusi yetu lazima tuisimamishe
watu wote wajue kwamba sisi pia tumefanya harusi ya grade fulani, lakini uwezo hamna. Tamani natija nini? Natija ya mambo haya, natija yake inatupelekea katika swali nas. Sasa watu wanaingia katika taklifu kwenda kuomba, uombe huyu, aombe huyu, aombe huyu, aombe huyu, na ikiwa zile pesa zilizoombwa bado pia hazijatosha, watu wende wakakopesha chungu nzima ya pesa kwa ajili ya kusimamisha sherehe, watu waje wafurahi, wanawake wafurahishwe katika maholi, na wengine wafurahishwe kwa namna hii, wengine wafurahishwe kwa namna hii. Alhasili zile gharama zinakuwa kubwa bila ya maana na bila sababu yoyote. Harusi ile ile ingelikuwa imetimia malengo yake lao Waislamu wale na familia ile wangelikuwa wameifanya kwa kadiri ambayo Allah amewezesha. Zamani ilikuwa kabla mambo ya maholi haya kuja, wakati wa udogoni mwetu, harusi nyingi ilikuwa zikifanywa na Waislamu wa mitaani. Kunafungwa kichandarua nje ya nyumba, kichandarua kinafungwa nje ya nyumba, sherehe zote zinafanywa hapo. Kina mama kunawekwa gunia huko gunia huku, basi kina mama pale wanapata sherehe zao, wanafurahika na yule bibi harusi wao, wamejistiri pale, imetosha. Tawadhu, mambo yalikuwa simple sana. Lakini leo kwa sababu ya mabadiliko haya tunayoyaona na tabia ya watu kuingia katika tanafusi, kushindana, mbona fulani alifanya harusi ile, fulani katika jamaa fulani, katika familia fulani, pengine kwenye familia ile ile watu wamegawanyika katika daraja. Kuna wengine daraja zao zipo juu, wapo mbele kimali, Allah azza wa jalla akawafungulia zaidi katika ile ile familia. Sasa hawa wakaona kwamba sisi iweje tufanye harusi iliyopo chini, wenzetu walifanya harusi ya juu, na sisi lazima tufanye harusi ya juu. Fayusal annas, watu wanaomba. Sasa kunafanywa michango, jamani, haya kila mwenye chake, ya nipe wewe, nipe wewe, nipe wewe, nipe wewe, na bado hazitoshi, watu wanakwenda kuingia katika madeni. Harusi inamalizika mwaka mmoja, miwili, mitatu, bado mama au baba analipa madeni ya harusi. Kisa na maana ni kwa sababu ya sherehe zilifanywa za wanawake kwenda kufurahi. Hadha ma yanbaghi, hili jambo halifai katika Uislamu, na ni uzito na taklif ambayo Muislamu anajipa mwenyewe pasina dharura wala pasina haja. Mali ile ambayo iliongezeka yote lao ingelikuwa imetumika kibusara, basi ingelikuwa imewasaidia Waislamu wale pakubwa sana. Kwa hiyo ndio hali kama hizi ambazo amezikemea Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafhumu ya mukhalafa, kinyume cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema au fi amrin la budda minhu. Maana yake ni kwamba ikiwa ni jambo ambalo lina budi, kinyume chake omba katika jambo ambalo halina budi. Maana yake ni kwamba ikiwa ni jambo ambalo la kawaida, jambo ambalo lina dharura, halina haja, ma tasala nas, kuna haja kuomba, kwa sababu kuomba unaangusha na unashusha hadhi ya uso, unatoa ma alwajh, tabdhul ma alwajh. Ikiwa kuomba kule inakuwa hakuna sababu yenyewe kuomba, kwa sababu pia yule mwenye kuomba yabdhul ma alwajh, hata yule mwenye kuomba na sababu pia yuangusha hadhi ya uso. Seuze yule mwenye kuomba akiwa hana sababu, itakuwaje? Ndio maana ukawaona wale watu walioshikamana na afaf, yani iffa, yani kujizuia na kuomba, kukija katika swala la kuomba kwake, kuomba kunakuwa ni uzito, kwa sababu anajua kwamba hili ni jambo linalompelekea yeye kuangusha hadhi na sharafu ya uso wake, na hayupo tayari kuangusha sharafu hiyo hovyo hovyo na bila sababu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakemea mambo haya katika hizi hadithi tatu ambazo tumezitaja. Hii ni nukta ya tatu katika mfululizo wa mlango huu ambao tunaendelea nao. Twende katika nukta ya nne. Nukta ya nne, ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika kukemea swala la kuomba na kumhimiza Muislamu kutosheka,
Mtume alayhi salatu wasalam akatupa sisi Waislamu mwongozo wa kwamba tukija katika swala la kuomba, basi ni vizuri zaidi Muislam kwanza amtangulize Allah subhanahu wa ta'ala, na saa zote tutambue ya kwamba haja zetu kama Waislamu tunapozipeleka mbele ya Allah subhanahu jalla jalalu ni aula na ni bora zaidi kushinda mara elfu na mara milioni kumpelekea haja ile ile mwanadamu mwenzio, kwa sababu nyingi sana. Na moja katika sababu iliyo wazi kabisa ni kwamba Muislamu anapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala anamuomba Malikul Muluk. Muislamu anapomwomba Allah azza wa jalla anamuomba yule ambaye biyadihi khazainu samawati wal ardh, wamuomba yule ambaye hazina za mbingu na ardhi zote zipo kwake na ni miliki yake. Ufalme wa duniani na ufalme wa ardhi na ufalme wa mbinguni wote upo kwake, na milki ya ardhi na ya vilivyomo katika ardhi na mali na kila aina ya mali na riziki ipo katika mikono yake subhanahu jalla jalaluhu. Kwa hiyo wa kuomba aula zaidi ni huyo kuliko mwanadamu. Mwanadamu aweza kukupa, lakini akakupa kiasi ambacho bado hakikutoshelezi, akakupa kiasi ambacho hakiwezi kukusukuma pahala popote. Utaomba, kesho utarudi tena utaomba, kwa sababu si rahisi mwanadamu kukupa baada ya kumwomba akupe kiwango ambacho utasema mimi nimetosheka kwa hichi ambacho nimepata, basi siombi tena. Sio rahisi. Utapewa, lakini ni kile kiwango kidogo ulichoomba. Bado haja yako iko pale pale, bado matatizo na mashakili yako yako pale pale. Lakini lau ungeelekea kwa Mola wako Allah subhanahu tangu mwanzo, Allah subhanahu jalla jalaluhu alladhi biyadihi malakut as-samawati wal ardh, biyadihi khazain as-samawati wal ardh, angelikunjulia kwa namna ambayo hungehitaji tena msaada wa mwanadamu yoyote. Hii ni hadithi ya 13 ambayo ni sawia na hadithi 534. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. حديثي مهم zito sana kimaana katika fahamu ya swala hili tunalolizungumzia. Hadithi amepokea Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi, waqala hadithun hasan, ambayo ni hadith sahih. Kadhalika asema mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam: man asabathu faqa, yule ambaye atafikwa na shida, matatizo, dhiki, tabu yoyote ya kimaisha, tabu ile mtu yule fa anzalaha binnas, akaenda akaichukua akawapelekea watu, jamani munisaidie mimi nimetokewa na shida kadhaa, nimetokewa na tabu kadhaa, nimetokewa na msiba huu na mashaka haya, nisaidieni kimali, kifedha. Asema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: lam tusad faqatu, shida yake haitaondoka, itakuwa bado ipo pale pale. Na waqi ya mambo, ushahidi wa hali na yale tunayoyaona na kuyashuhudia, tunaona ukweli wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu mara nyingi wakikusaidia hawakuondolei shida, na ndio maana unaona wale wanaoomba hawaishi kuomba, kwa sababu shida zao wengi sana wale wanaomba bado haziondolewi kwa kule kuomba. Uliyemwomba aweza kukupa kadiri ile ile uliyoomba au chini yake, lakini hata kuja kukwambia wewe una shida gani hasa ambayo itakuondolea shida zako na matatizo yako yote, si rahisi.
Yule aliye na shida ya rent akaenda kimuomba Muislamu amsaidie na rent, atamsaidia na ule mwezi mmoja au miezi miwili au mitatu aliyoshindwa kulipa. Lakini baada ya pale matatizo ya rent bado wewe unayo, yapo pale pale. Yule aliye na shida ya masala ya karo ya watoto wake kusoma, fees madrasa au skuli, ukienda ukiomba pahala usaidiwe na fees, ukasaidiwa, utasaidiwa kwa ile tamu uliyokwenda kuomba, na pengine tamu moja iliyoko nyuma, na labda ukiwa na imani zaidi utaongezewa na tamu moja mbele. Lakini njoo mwakani, tukianza mwaka mwingine wa kusoma, watoto wanasongea mbele na wale wadogo wamepanda juu waendelea kusoma, bado tatizo la school fees liko pale pale, bado tatizo la madrasa fees liko pale pale. Lam tusadfaqatu, tatizo linaendelea. Lakin waman anzalaha billah subhanahu jalla jalaluhu, lakini yule ambaye tatizo lile amekwenda akaliteremsha katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, akaliweka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya rab, tatizo langu ndio hili, fi salati al-layl, fi du'a, katika awqati al-ijaba, ukachagua saa ya ijaba ukamlekea Allah subhanahu wa ta'ala ukamwambia, ya rab aghithni, mimi tatizo langu ewe Mola wangu ni hili. Litaje tatizo lako, iwe ni fees, iwe ni kadha, iwe ni kadha. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayushiku Allahu lahu birizqin ajilin au ajil. Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo ambaye amemtegemea Allah subhanahu, amekuwa na yaqini na Allah subhanahu na imani, amekuwa na thabat na confidence na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya mwanadamu, na Allah azza wa jalla atamlipa kwa thabati yake ile, atamlipa kwa tawakkuli yake ile, na ile yaqini aliyokuwa nayo juu ya Mola wake subhanahu jalla jalalu, bi annahu qadhi alhajat, kwamba yeye ndiye mwenye kukidhi haja, basi atapata riziki ya Allah subhanahu jalla jalalu, ajil au ajil. Hili ni tamko kubwa sana, hili ni tamko la mazingatio makubwa. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, riziki ile yule mtu ataipata. Muhimu tu ni kwamba wewe pia naye uliomba usifunge akili yako na usibane mawazo yako kwamba yale uliyoyaomba lazima uitikiwe na Allah subhanahu wa ta'ala pale pale, lazima jawabu uipate pale pale. Waomba pengine, kwa mfano yule alielekea kwa Mola wake sasa hivi muda huu, tatizo ni school fees. Sasa wewe umelenga kwamba school fees wahitajia January. Sasa umemwekea Allah subhanahu wa ta'ala deadline, na deadline yako ni kwamba umwambie, ya Rabbi, mimi hii unipe, ufanye mpango wote mimi nipate kwa tarehe 27 28 Disemba, maana keja tarehe 2 watoto watakiwa skuli. Maombi hayafanyi hivyo mbele ya Allah subhanahu. Allah jalla jalalu, unapomuomba umwekee deadline, umwekee kiwango, wala umwekee tarehe, wala umwekee kipimo fulani, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala ana nidhamu ambayo ameiweka katika masala ya kuitikia dua ya yule mwenye kuomba, na kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aweza kukupa ajil pale pale na aweza kukupa ajil kwa kuchelewa. Muhimu wewe usimfanyie haraka Allah subhanahu jalla jalaluhu, na hili ni moja katika matatizo ambalo wakati mwingine baadhi ya Waislamu wanakuwa nalo katika swala la kuomba, wakakata tamaa, wakakosa subra na dua yao pale pale, akadhani ya kwamba dua ile Allah subhanahu wa ta'ala labda hakuitikia, au Allah azza wa jalla subhanahu labda hakupokea maombi yake. Anakuwa na mawazo mengine mingi mabaya ambayo yanaweza kumtia katika makosa, akafika kwenye hali ya yas au akafika kwenye hali ya qanut, la taqnatu min rahmatillah, au hali ya yas, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumu alkafirun. Yote mawili ni mabaya, kukata tamaa.
Kwa hivyo Muislamu anatakiwa wakati tunaomba, muhimu tu tuwe na yaqeen na thabat ya kwamba ya Rabbi, mimi nimeleta haja yangu hii kwako, mbele yako, kwa sababu wewe ndiye unaikidhi haja na wewe ndiye mwenye kuondoa shida kwa yule aliyefikiwa na shida. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa huwa asdaqul qailin, amman yujibul mudhtarra idha da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardh a ilahum ma'a Allah. Hakuna mwingine wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye subhanahu jalla jalaluhu. Nukta nyingine kadhalik, ayuha al-ikhwa al-kiram, katika msururu wa mada haya ambayo ni nukta ya 5. Nukta ya 5 inazungumzia alhath ala alafaf wa tarki sual, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza mno Muislam ashikamane na tabia ya kujizuia, awachane na tabia ya kuomba. Masala ya kuomba tumeona hapo. Kwa hivyo hata kuomba kwa haja pia jizuie. Hawa waliokemewa katika hadithi hii, vitisho vilivyotajwa katika hizi hadithi zilizotangulia ni vitisho vinavyomhusu au vinaowahusu walio na tabia za kuomba bila ya haja, bila ya dharura, fima fihi bud. Hadithi inasema fi amrin la budda minhu, lakini yeye waomba fima fihi bud, hamna haja wala dharura. Sasa hata ile kule kuomba kwa haja pia kuna baadhi ya Waislamu ambao pia wamejizuia. Ni heri na ni bora kwake anang'ane, ajisubirishe na tabia na ile tabu alionayo na ile shida na dhiki, anang'ane nayo huko amemlekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwake aona ni bora kuliko kwenda kupeleka maji ya uso wake kwa mwanadamu mwenziwe. Sharaf wajhi, ma wajhi, manzila yake enda kaipeleke kwa mtu, fa yasal wa yasal wa yasal, hakuna haja hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza, lakini kwa uslub wa balagha ya hali ya juu sana. Akatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, ambayo ni hadithi ya mwisho katika mlango huu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, laysa almiskinu alladhi yatufu ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, enyi Waislamu, maskini, mwenye haja, mwenye shida, mwenye dhiki ya kweli si yule ambaye azunguka kwa watu kuomba, tarudduhu luqma wal luqmatan, aomba apewe chakula tonge moja au tonge mbili, au tamra au tamratan, au apewe tende moja au tende mbili. Huyo si maskini. Kwa ibara nyingine, msidhani au msione kwamba maskini ni yule mwenye kuomba. Maskini wa hakika wa kweli, aliye na shida ki uhakika na kikweli kweli, almiskinu alladhi la yajidu ghinan yughni, ni yule ambaye hana cha kumtosheleza ili kimtosheleze, hana kiwango cha mali kinachomtosheleza, hana wala yuftanu lahu. Na tatizo lililoko kubwa hapa ni kwamba hakuna alama, hana ishara yoyote kwake maskini huyu ambayo itafanya watu wamtambue kwamba yeye ni maskini mwenye haja. Haoneshi. Watu si rahisi kumjua kwamba fulani huyu kumbe ni maskini, ili hali yeye hana cha kumtosheleza katika maisha yake. Sasa watu kadhalika hawamjui, hawamtambui, hawamfahamu kwamba huyu ni maskini, ili waweze kumtolea sadaka.
ili waweze kumpa katika sadaqat zao. Wala yaqumu fayasalu an-nas, wala hasimami kuomba watu. Huyo ndio kiuhakika kabisa ndiye maskini. Yule muombaji yule si maskini, maana yule yuwaomba tayari, kwa hivyo yuwapata na watu humpa. Asimama msikitini, jamani na shida fulani, haya nenda pale mlangoni, watu watakusaidia, utasaidiwa. Ende kwa huyu akaombe, ende kwa yule fulani aombe. Fahadha yusaiduhu wa hadha yu'ti wa hadha yu'ti, hadha laysa bimskin. Huyo kiuhakika si maskini. Limadha? Lianna an-nas yu'tuna, sababu watu wanampa, watu wamsaidia. Sasa kuna yule ambaye watu hawajui, hata hawajui kama kwamba ni maskini, hana alama ya kuonesha kwamba ni maskini, na kuomba haombi. Huyo sasa ndio maskini wa uhakika, kwa sababu la yaqumu yas'al nas, haombi kwa watu, wala watu hawamjui hawamtambui, ili wende wakampe katika sadaqa zao. Hana ishara ya kuonesha kwamba yeye ni maskini. Tena unaweza kudhani kwamba anaishi vizuri kabisa, kwa sababu hakujiweka katika hali ya kutoa ishara au alama ya kwamba jamani mimi ni maskini munisaidie mkiniona. ma عنده هذه الاشارات. ليس عليه علامه على انه مسكين au muhtaj yurid min an-nas an yu'tuhu, aitajia katika kutoka kwa watu wampe. Huyo ndiye maskini wa uhakika ambaye ameamua kujizuia. Kwa hiyo anayestahiki kiuhakika na kiukweli kusaidiwa ni huyo. Lao itakuwa kuna mtu hata kama ni wachache au kidogo ambao wanafahamu kwamba mtu fulani yule kiuhakika kweli ni mtu muhtaji, fulani yule ni mtu ambaye hana ghina yughni, hana cha kumtosheleza katika maisha yake, hebu ngoja tuende tukampe. Maana tukisema tumsubiri aje atuombe, utasubiri paka kufa, haji kabisa. Ma yatik wala yawm, wewe endelea kusubiri mpaka mauti atakujia. Ma a'taitahu wala fils, ufe wewe au atangulie yeye kufa, ma yasa. Kwa hiyo huyo si wa kusema nasubiri fulani aje, mbona haji kuja kutuambia, basi hasemi bwana. La, unaka minan nas, wapo watu ambao wameamua ya kwamba yatamassak bil afaf bil iffa, ameamua kushikamana na iffa. Iffa annahu ya'iffu nafsa, kwamba anaizuia nafsi yake an suali an-nas wa an talab, na hii ni manzila ya sharaf ambayo baadhi ya watu huichagua. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu hao katika Qur'an fi surah al-Baqara, lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Yahsabuhum al-jahil aghniya min at-ta'affuf, yule asiyewajua. Jahil ni yule asiyewajua, yule asiyewajua wale mafukara na wale wanaohitaji. Asiyewajua kwamba huyu fulani ni mhitaji, atadhani ya kwamba ni tajiri, atadhani ya kwamba ni mtu mwenye uwezo. Limadha? Min at-ta'affuf, kutokamana na ifa alionayo, kutokamana na kwamba ameshikamana na tabia ya al-ifa. Hai asal an-nas, bora na afadhali kwake aendelee kujikimu kimaisha, kujitahidi kimaisha, atafute riziki hapa riziki pale, atafute sababu ambayo Allah azza wa jalla atampitishia nayo riziki kwa namna hii au namna nyingine. Lakini la yasal an-nas, hata kama riziki ile bado haimtoshi, lakini hawezi kushuka chini kwenda kuomba watu. Huyu sasa ndiye maskini wa uhakika, kwa sababu ananang'ana na ile tabu alionayo, na anabaki na ile tabu na ufukara wake, na watu hawana habari naye.
kinyume na vile sisi tulivyozoea na tunavyofahamu kimaisha ya kwamba maskini mpaka asimame tumjue kwamba maskini ni huyu, mpaka aombe ujue kwamba maskini ni huyu baada ya kuomba. Kumbe kuna maskini wengine ambao hawaombi na wao ndio wanaostahili zaidi, kwa mujibu wa mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na la msingi hapa ni kuwa Mtume alayhi salatu wasalam amewatukuza wale waislamu ambao hawana tabia hii ya kuomba, hata katika mambo ambayo wanayahitaji, lakini bado hajifungulii mlango wa kuomba wala hajifungulii sababu ya kumpelekea yeye kwenda kuomba. Tutasimama kidogo kwa ajili ya adhan al-isha, kisha tukamilishe insha Allah taala yaliyobakia. Nukta nyingine kadhalika tulionayo katika mlango huu ni swala la adabu. Miongoni mwa adab as-sual, inapotokea kuwa Muislam amepata haja ya kuomba au imesimama dharura na haja ya Muislam kuomba, na sababu katika kule kuomba kuna adabu ambazo Muislamu anatakiwa kushikamana nazo. Adabu hizi, na moja katika hizi adab ameitaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii ambayo ni hadithi ya sabah, hadithi ya Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, sawia na hadithi ya 528. Asema Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sahaba maruf katika sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam ridwanullahi ta'ala alayhim, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam la tulhifu fi almas'ala fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum shay'an fatukhrija lahu mas'alatuhu minni shay'an wa ana lahu karih fayubaraku lahu fima a'taytu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii anatufundisha katika adab ya kuomba, inaposimama sababu ya Muislamu kuomba. Basi miongoni mwa adab ambazo tunatakiwa kuzichunga ni adabu hii ya kuwa Mtume alayhi salatu wasalam amewakataza Waislamu kuingia katika tabia ya ilhaf fil mas'ala. Kwa hiyo akawakataza Waislamu akawaambia la tulhifu, la nahiya. Tulhifu fi'l mudari, fi'l nahi majzumun bila nahiya. Enyi Waislamu, inapotokea kwamba mnaomba, basi msiwe na tabia ya kuomba na kuomba sana katika ile masala, ikawa Muislamu anarudia ombi lake la kuomba, analirudia kila saa. Hiyo inaitwa ilhaf. Unaomba kwa kukariri, ombi ni moja, lakini saa zote unakariri ombi 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 ombi, saa zote unamkera mpaka yule unayemuomba pia akereka. Ushamwambia baada salati al-isha swali pamoja msikitini, kitoka pale asalamu alaykum, vizuri nakuona bana, amri kadha kadha kadha, basi sawa inshallah kuna nini. Kifika nyumbani wamflashia, umemwona isha msikitini, wamflashia nyumbani, akupigia simu, asalamu alaykum, naona umeniflashia hapa, labda umekosea. Sikukosea, naangalia tu kama namba yangu unayo. Namba niko nayo bwana. Asubuhi ikifika baada alfajr tuashamaliza kuswali, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tena ni asubuhi ya Ijumaa, wamkumbusha na sallu ala nabii sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila siku mtumii, hata Ijumaa moja hujamtumia, lakini hii ni message kwamba basi nakukumbusha, lakini kwa swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ni Ijumaa, siku hiyo ya Ijumaa
kabla ya Jumaa ifika saa 5 bado hakuna jawabu, nakumbusha na suratul Kahfi, kama hujasoma suratul Kahfi. Kila siku wewe uniambie nisome suratul Kahfi, leo naambia nisome suratul Kahfi. Tunakwenda magharibi sasa ya Ijumaa, bado kwa pigwa simu sasa, salamu alaykum, vipi, anakujulia hali kama uko sawa. Kisha na yale masala yangu vipi, bado yanaendelea. Hadha ikhwani ilhaf fi masala, ilhaf, kero, baka yani unamkera yule ambaye uliyemwomba. Ushampelekea ombi lako, basi wewe subiri, mpe nafasi, mpe wasaa. Maadamu amekwambia inshallah tutakuangalilia, basi mpe nafasi. Sio kila ukimwona, kila unapomwona, ukipita hapa asubuhi umemwona tena msikitini, alfajiri msikitini, umkumbusha tena, na magharibi yake na isha yake, mpaka unamfanya sasa kuja kuswali tena pale msikitini imekuwa ni kazi, au na afadhali ende msikiti mwingine akaswali. Qala alayhi salatu wassalam, la tulhifu fil mas'ala. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam anaeleza hatari ya ilhaf katika masala. Hatari yake ni hatari yake ni kwamba fa wallahi la yasaluni ahadun minkum shay'an, basi naapa kwa jina la Allah subhanahu jalla jalalu, kwa Allah subhanahu, mmoja wenu haniombi kitu chochote ambacho ameniomba, fatukhrij lahu mas'alatuhu minni shay'an wa ana lahu karih, ikapelekea kwamba ameniomba na kuniomba kwake akapitia kwenye ilhaf, akakariri na kukariri maombi yake, mpaka yale maombi yake namna yalivyokuwa mingi yakanifanya mimi nikamtolea katika yale maombi yake nikampa. Lakini nimempa wa ana lahu karih, hali ya kuwa mimi nishakarihika kwa ile ilhaf, kwa ile tabia ya ilhaf. Kwa hiyo ikiwa nimempa mtu jambo ambalo ameliomba kwa njia hiyo, fayubarak lahu fima a'taitu, hakuna namna Allah subhanahu wa ta'ala atambarikia katika kile nilichompa. Hii fayubarak imeshikana na la kule nyuma, mpaka uelewe hii lugha inakwenda vipi. Sije ukafahamu hapo ukasema lakini mtume asema fayubarak, tabarikiwa. La, yani hii inatokamana na ile la iliyotajwa kule nyuma. La yasaluni ahad fatukhrij lahu mas'alatuhu minni shay'an wa ana lahu karih, ay fala yubarak lahu fima a'taitu. Ndio maana yake, yani mtu aombe hivi kisha abarikiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani. Huyo hatopata baraka ya Allah subhanahu jalla jalalu katika kile nilichomgawia au kile nilichompa. Maana yake ni kwamba hii ni moja katika adabu ya kuomba. Unapomwomba mtu basi muombe kwa adabu, na isipelekee kuomba kwako mpaka akakereka yule mwenye kumwomba, ukamfanya akikuona aanze kubadilisha uso au kubadilisha njia au kukereka au kusinywa au kutafshika au kuwa na ghadhabu kwa sababu ya ile ilhaf ambayo unayo. Kwa hiyo hii ameikataza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni mojawapo wa adabu miongoni mwa adabu za masala. Tumalizie ikhwan nukta kabla ya mwisho. Tuna nukta nyingine muhimu ambayo ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia viegezo vya kuomba. Nikisema viegezo vya kuomba na maanisha dhawabiti za kuomba. Tulitaja kule nyuma ya kwamba kuomba ikiwa kuna sababu na kuna dharura inafaa. Kwa hivyo jawabu ya kwamba ni dharura kama ipi, sababu kama ipi, haja kama ipi ambayo inamfanya Muislamu kuomba,
hii ibara aliyotumia Mtume alayhi salatu wasalam, au fi amrin la budda minhu, katika jambo ambalo halina budi, ni kama lipi? Tafsiri na jawabu ya swala hili limejibiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya 15 ambayo ni sawia na hadithi 536, hadithi ya Abi Bishr Qabisa ibn al-Mukhariq radiyallahu anhu. قال أمسما تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. تحملت حمالة. حمالة katika lugha ya fiqhi ni kilugha ya Kiarabu ni mzigo, lakini katika lugha ya fiqhi ni dhamana. Dhamana ambayo mtu huichukua baina au kati ya watu kunapotokea baina yao husuma, ugomvi. Akaja mtu kati yao ili kutafuta sababu ya kuleta sulhu kwa wale waliokosana, kwa wale waliokuwa na utesi. Jamani, nyinyi mmekosana kwa ajili gani? Sisi tumekosana, chanzo na sababu ni pesa, fedha. Au kwa mfano hakuna fedha, lakini ionekane kwamba labda pesa zikitolewa zinaweza kuondoa husuma ile. Sasa yule mwenye kuleta ile sulhu abebe dhamana ya kwamba mimi nitatoa hizi pesa, muhimu tu kupatikaniwe sulhu baina yao. Makabila mawili yamekosana, familia mbili zimekosana, ndugu wawili wamekosana, marafiki wawili wamekosana, Waislamu. Sasa atoke mtu wa kando aseme mimi nataka kuleta sulhu kati yenu, lakini ni sulhu ambayo inahitajia pesa, inahitajia fedha ili kuleta hawa watu pamoja. Labda mmoja yamdai mwenzake, anayedaiwa hana uwezo wa kulipa, wakachukua dhamana, mimi pesa hizo nitazilipa mimi kwa niaba yake. Unasemaje? Utesi ushakwisha, mtasuluhiana, tutasuluhiana. Ikiwa wewe utachukua dhamana, basi tutafanya sulhu, tutasikizana. Ikiwa ni mambo ya biashara, ikiwa ni mambo ya familia, ikiwa mambo yote ambayo ndani yake kuna sulhu ya kifedha, sasa yule anayekuja katikati kuchukua dhamana ya kutoa zile fedha ili watu wapate walete sulhu. Kwa hiyo hii kifiqhi inaitwa hamala, na anayefanya hivyo katika lugha ya fiqhi husema tahammaltu hamalatan. Kwa hiyo bwana mmoja huyu sasa Qabisa Abu Bishr radhiyallahu anhu katika sahaba aliwahi kufanya hivyo, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia tahammaltu hamalatan faataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Kwa hiyo nikaja akasema nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamwambia, ya Rasulullah, mimi nimebeba dhamana, mimi nimebeba dhima ya sulhu ya watu wale waweze kupatikana sulhu ala mal, na mali ile mimi ndio nimechukulia dhamana. Aidha nimeitoa, nilikopesha kwa mtu nikaipeana, au nilikuwa ni yangu na ihitajia nikaitoa, au niliwapa dhamana kwa mtawaletea. Kwa hiyo anayechukua dhamana kama hii anaruhusiwa kuja kwa kiongozi hakim, kuja kuchukua dhamana ile au mali ile aliyoitoa katika baiti mali almuslimin, aruhusiwa. Ndio maana sahaba huyo akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqal, Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, aqim, basi wewe subiri, ngojea hapa, hatta taatiana sadaqa fanamuru laka biha. Wewe subiri, sasa hivi hakuna mali, lakini subiri, ngojea mpaka tutakapopata mali ya sadaqa. Nikipata sadaqa nimeletewa ya Waislamu ya baiti mali almuslimin, nitatoa amri upewe katika sadaqa hiyo. Thumma qala, baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Qabisa maneno makubwa muhimu sana ambayo
ndio mwongozo katika masala haya. Amwambia inna almas'alata la tahillu illa li ahadin thalatha, ewe kabisa, hakika swala la kuomba si halali isipokuwa kwa moja wa hawa watu aina tatu. Ndio kwao swala la kuomba na tabia ya kuomba ni halali. Kwa asiyekuwa moja wa hawa aina tatu hii ya watu, kwake hukumu ya kuomba inabaki kuwa ni haram. Man haula? Wa kwanza asema rajul tahammala hamalatan fahallat lahu almas'ala hatta yusibaha thumma yumsik. Kwa mtu wa kwanza kabisa ni kama wewe, mtu ambaye amechukua dhamana ya sulhu baina ya watu, kwa hiyo anastahiki mtu huyo kupewa katika mali. Kwa hiyo kuomba kwake itakuwa ni halal, anaweza kuomba hatta yusibaha, mpaka afikie kile kiwango cha ile hamala ambayo amechukua. Kama alichukua dhima, alichukua dhamana ya kutoa 100,000, basi aombe mpaka afikie 100,000. Akishafika 100,000 thumma yumsik, alafu azuie kuomba, haruhusiwi tena kuomba baada hapo, maana lengo lake litakuwa limetimia. Wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahu almas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Mtu wa pili ni yule ambaye amefikiwa na janga la maisha, mkasa ambao umemsibu. Mkasa ule ukamfanya kawa katika hali ngumu ya kimaisha, anabeheneka, yupata taabu kiwango kikubwa sana. Basi janga lile na msiba na mkasa ule unamruhusu yule Muislamu kuomba hatta yusiba qiwaman min aish, mpaka afike kiwango ambacho kinaweza kumkimu katika maisha. Afikiwa na janga kwa mfano la biashara, ana biashara yake, auza duka, auza mali, mara kafikiwa na janga, moto kawaka kwenye duka lake, mali yote kateketea. Hii inaitwa jaiha. Kwa hiyo ile mali imeangamiza mali yake, ule moto umeangamiza mali yake yote. Mfano wa jaiha kadhalik ambao wanaoingia katika hukumu ya jaiha pia, kwa mfano amepata mkasa wa kuvamiwa katika mali yake, kaibiwa mali yake takriban yote, ikawa hawezi tena sasa kujikimu kimaisha, maana ile ndio sababu ya yeye kuendelea kutafuta riziki yake. Ana tuktuk kwa mfano, ndio chanzo cha yeye, sababu ya kupata riziki yake na maisha yake. Ameipaki siku moja pahala msikitini, akaingia kuswali, akitoka tuktuk imekwenda. Jaiha hiyo, huo ni mkasa. Kwa hiyo mtu kama huyo aruhusiwa na yeye kadhalika kuomba hata yusiba qiwaman min aish, mpaka aweze kujikimu kimaisha. Jamani, mimi naomba angalau mniregeshee nipate ile tuktuk yangu, watu wamsaidie mpaka afikie kiwango cha tuktuk yake iliyoibiwa. Wa rajulun asabathu faqa hatta yaqula thalathatun min dhawi alhija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahu almas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish, au qala sidadan min aish. Na mtu wa tatu ni mtu aliyefikiwa na ufukara, amekwishiwa na kila kitu, hana chochote, amekuwa fakir mu'dam, bankrupt, amefilisika kabisa, hana kitu, fakir. Sasa huyu naye kadhalika hii faqa, huu ufukara wake, lakini ufukara huu ni mpaka utolewe ushahidi, kuje au kusimame au kutokezee watu watatu walio na akili na busara, watu walio na heshima zao na akili zao, watoe ushuhuda ya kwamba fulani kweli huyu amefikiwa na hali ngumu ya ufukara, kwa hivyo yastahili kusaidiwa na yastahili kupewa. Kwa hiyo huyo pia naye kadhalika anakuwa ni miongoni mwa hao watatu. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fama siwahunna min almas'alati ya qabisa suht yakuluha sahibuha suhtan. Kuomba kokote kwingine kando na hali hizi tatu,
ni batil, ni batil na ni haram. Kwa hivyo yule atakayekula mali ambayo itakuwa ameipata kwa kuomba pasipo na hizi sababu tatu hizi alizotaja Mtume alayhi salatu wasalam, au inayoingia katika maana zake hizi tatu, huyo anakula mali ya batil na anakula mali ya haram, kama alivyobainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tutakomea hapa ikhwata al-iman, tumebakisha nukta moja ya mwisho ambayo tutakuja kuizungumzia inshallah fi darsi al-qadim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.